Mpenzi mtazamaji wa Dampia TV na Jamvi Online TV, karibu katika kipindi cha Medani za Siasa, kipindi ambacho tunajadili mambo ya kisiasa katika nyanja mbalimbali. Leo hii ofisini kwetu tuko na mgeni hapa, Bwana Habibu Mchange, mdau wa habari, mwanasiasa na mchambuzi wa mambo mbalimbali ya kisiasa na kijamii. Tutapata nafasi ya kujadili mambo machache ya kulingana na hali ya kisiasa nchini Tanzania. Bwana Habibu, karibu sana. Asante. Kwa kwanza Bwana Habibu, uchaguzi umeisha, tumeona serikali, rais ameapa, pia mawaziri na waziri mkuu, lakini kuna minong'ono na sintofahamu kuhusiana na watu ambao hawajaridhika na mwenendo na mchakato mzima wa uchaguzi. Juzi tumemsikia Bwana Jenerali Ulimwengu, mchambuzi masuala ya kisiasa na mwandishi, tunaweza kusema mwandishi nguli na mdau pia wa habari wa siku nyingi, amekosoa sana uchaguzi na matokeo. Bwana Jenerali amefika wakati akihojiwa na kituo cha habari cha DW, amefika hatua ya kusema kwamba kimsingi haukuwa uchaguzi kwa sababu mchakato mzima wa uchaguzi ulihodhiwa na Chama cha Mapinduzi, ulimilikiwa na Chama cha Mapinduzi. Kauli za jenerali hizi zina uzito na ukweli au uongo kwa kiasi gani kwa mapana yake? Asante. Kwa mtazamo wangu mimi, kwanza ni vyema tukachambua na tukajiridhisha nani ana haki ya kuitwa mchambuzi wa kisiasa. Nikisikiliza ile clip jenerali ametambulishwa kama mchambuzi wa siasa wa Afrika Mashariki na Tanzania. Mimi simuoni Jenerali Ulimwengu kama mtu mwenye hadhi ya kuitwa mchambuzi wa kisiasa. Mimi binafsi, mimi namweka Jenerali Ulimwengu katika kundi la watu ambao walijaribu kupambana na taaluma mbalimbali wakafeli, failures. Ndio maana ukimdescribe kwa haraka Jenerali Ulimwengu unamuona ni mtu ambaye alishindwa katika kila kitu alichowahi kukifanya. Ameshindwa kwenye taasisi nyingi alizowahi kuongoza, na bila kuuma maneno, kipo kikundi cha watu kinapatikana Tanzania kinajaribu kwa kadri ya uwezo kuonyesha kwamba uchaguzi haukuwa huru na haki kwa maslahi yao. Jambo la muhimu kujua kwamba duniani kabla na baada ya chaguzi panakuwepo na manunguniko na minong'ono duniani. Ndio maana kabla Marekani hawajatangaza matokeo rasmi, umemwona Trump akilalamika, lakini na amelalamika kwenye majimbo. Kwa mfano, moja kati ya jimbo ambalo analalamikia Trump, wasimamizi wa uchaguzi wote ni Republican, wa chama chake yeye, lakini amelalamika. Kwa hiyo kulalamika kuhusu matokeo ya uchaguzi ni hulka ya wanasiasa. Bahati mbaya, kipo kikundi cha watu kilikuwa kinanufaika na wanasiasa na nyakati za chaguzi, ndio kimetengeneza syndicate sasa ya kusema mchakato mzima ulikuwa unapendelea CCM. Nikupe siri moja nikwambie, sheria inapotungwa haitungwi kumwangalia CCM wala ACT wala CUF wala chama chochote. Sheria inatungwa kuhudumia jamii husika, na hapa Tanzania tunafanya mambo yetu kwa kufuata sheria za nchi. Kanuni ya uchaguzi ya mwaka huu uliopita inayotokana na sheria ya uchaguzi ilielekeza namna ambavyo vyama vyote vya siasa vitashiriki uchaguzi, na hatua ya kwanza walikubaliana kutengeneza miiko ya uchaguzi. Kwanza, siku ya kwanza nikisema vyama vyote vya siasa nakwambia na maanisha Chadema, CUF, CCM, ACT, ADA, TADEA, UMD, TLP, vyote utavitaja, na wamekubaliana kwa pamoja kwa andiko na kusaini namna ambavyo uchaguzi utakwenda, kwanza siku ya kwanza mpaka mwisho. Kwa hiyo kila chama kikatoa mwakilishi, na pale tume ya uchaguzi walitengeneza
kamati ya maadili, sijui kamati ya rasilimali, sijui logistic, kamati ya hivyo, alikuwa kila hatua inakuwa wazi kwa kila chama. Sasa unapopita kwenye hizo michakato yote hiyo, kwenye kamati za maadili umo, kwenye kamati sijui ya logistics sijui nini umo, kamati sijui ya kanuni za uchaguzi nini umo, na chama chenu kimo, na mmetoa uwakilishi. Mnapopita umoto, afu anapokuja matokeo ya uchaguzi wanasema uchaguzi huu umewasaidia CCM. Hapo unaonekana kuna kitu cha ziada unachokitafuta. Sio kama nisoma mkuu kwamba uchaguzi sio ile tu, sio siku ya kupiga kura. Uchaguzi ni mchakato kufikia pale. Uchaguzi wa mwaka huu ulianza na hatua za kuandaa daftari la wapiga kura, kualika watu wakajiandikisha kupiga kura, na hata wakati wa kuandaa na kualika watu kujiandikisha kupiga kura, vyama vya siasa vilikaribishwa kuweka mawakala wao kushuhudia watu wanajiandikisha. Ile haikuwa kelele. Imekuja hatua vyama vya siasa vimeitwa NEC vikapitisha kanuni ya uchaguzi. Wakapitisha kitu kilichoitwa maadili ya uchaguzi, kwamba mgombea X wa chama X anapaswa kufanya hiki na hiki, hapaswi kufanya hiki na hiki. Vyama vyote vikakubali. Kwa taarifa yako, kwa mujibu wa sheria ya vyama vya uchaguzi Tanzania tuna vyama 19 vya uchaguzi. 19. CCM namba 1, namba 2 Chadema, namba 3 CUF, namba 4 CCR, namba 5 ACT. Utavitaja vitafika 19. Na katika uchaguzi wa mwaka huu vyama zaidi ya 15 viligombea kutoa wagombea urais. Sasa kama vyama vyote vilivyotoa wagombea urais vilishirikishwa kwenye kamati zinazohusu mambo ya tume ya uchaguzi kwenye urais. Sasa ukiwaambia CCM wameongoza uchaguzi kwa kipengele, unasema mkurugenzi wa uchaguzi anateuliwa na rais wa CCM, mkurugenzi wa uchaguzi. Brother, ukishakuwa rais ukaapishwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au rais wa nchi yoyote, unamiliki kila kilicho katika hiyo nchi kwa niaba ya wananchi. Unamiliki, yani inakuwa mali yako kwa niaba ya wananchi. Kwamba ni Magufuli, kwa sababu rais wa Tanzania sasa hizi ndio wanatakiwa atoe majibu kwa nini Watanzania wanakufa Muhimbili wakienda kutibiwa. Ndio maana anateua waziri wa afya, anaenda kufanya kazi kwa niaba yake. Ni Magufuli ndio wanatakiwa atoe majibu, kwa maana ni rais, kwa sababu anamiliki yote. Kwa nini wanafunzi wa shule X, katika wanafunzi 200, 30 wanapata division 1, 20 wanapata division 2, sio? Ndio maana kwa sababu hiyo wanateua waziri wa elimu. Vitu vyote anamilikishwa, kwa sababu wananchi wanachukua mamlaka yao, wanamkabidhi kiongozi mmoja ili tuishi kwa utaratibu. Ukinitajia mimi nchi moja ambayo mwenyekiti au mamlaka ya tume ya uchaguzi haitokani na teuzi ya rais, mimi na kata kichwa changu nakupa. Haipo. Kwa hiyo nchi zote duniani lazima pawe na mtu ambaye anafanya kazi kwa niaba yenu. Nchi zote duniani, kwa sababu huu uchaguzi urais tumejiwekea utaratibu wa kuishi. Ndio maana kuna traffic. Kwamba mimi hapa naweza nikawa mbabe na ubabe wangu, naendesha gari, nikifika anasema mtu mmoja mwenye nguo nyeupe anasimamisha, nasimama na kaa kushoto. Kwa nini? Sinaweza nikampita. Simpiti kwa sababu tumejikubaliana wa Tanzania tuwe na utaratibu wa maisha. Utaratibu wetu kwamba tukipita barabarani, ili tusivunje sheria, patakuwa na mtu mmoja anatusimamia. Anasema triangle iko wapi? Bima iko wapi? Hivi hapa mzee. Haya nenda. Safi. Jenerali ameonyesha kutoridhishwa na mchakato wa uchaguzi kwa sababu ya vyombo vinavyosimamia uchaguzi, kwa maana ya tume ya uchaguzi ilikuwa imeteuliwa na moja kati ya wagombea. Na kilio cha Watanzania kuwa na tume huru ya uchaguzi imekuwa kilio cha wapinzani na wanaharakati muda mrefu. Unadhani tunahitaji kubadilisha utaratibu wa kupatikanaji wa tume? Mimi sitaki kuingilia vitu ambavyo vinahusiana na mfumo wa kisheria, lakini duniani hakuna mtu huru kwanza. Yaani there is no neutral person duniani, hayupo. Wanaokuambia wanataka tume huru, wanakuambia wanataka wawe na wawakilishi kwenye tume ya uchaguzi. Sasa hakuna nchi duniani kazi yake compromise, kugawana vyeo, kugawana nafasi. Ukishakuwa na wawakilishi kila chama kwenye tume ya uchaguzi, watataka tena kila chama kiwe na wawakilishi mahakamani.
Yaani ukiwa na jaji huyu basi watoke Chadema, huyu atoke kafu, huyu atoke ACT. Wakishamaliza hatua hiyo watakwambia pawe na wakilishi wa kila chama hospitali, pawe na nesi Chadema, nesi kafu. Hamna. Panakuwa na miiko ya nchi. Panakuwa na sheria za nchi. Tume ya uchaguzi inaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Kwamba niambie mimi tume ya uchaguzi wamevunja sheria gani? Nimekwambia hapa tume ya uchaguzi ya Uingereza iko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Uingereza. Tume za uchaguzi za Marekani ziko chini ya chini ya magavana. Kwamba gavana wa jimbo la Arizona kwa mfano, sekretari wake anakuwa mkurugenzi wa tume ya uchaguzi. Sio, unapata vizuri? Kwa hiyo hakuna namna, kwa sababu tume ya uchaguzi inasimamiwa na watu. Hakuna namna unaweza kuwatenganisha watu. Sasa ukiniambia leo tuwe na tume ya uchaguzi huru, inakuwaje tume ya uchaguzi huru? Inapatikanaje? Lazima itateuliwa tu. Watasema weka sijui hivi, lazima rais ateue. Lazima bunge lithibitishe kama hivyo. Bunge ni huru. Si kuna watu mle? Kuna Chadema, kuna kafu. Kwani kwa mfano kwa nini katiba mpya ilishindikana? Si kwa sababu watu hawakutaka maslahi ya nchi, hawakutaka maslahi ya katiba, yani hakuongoza na utashi kutengeneza katiba, walitaka maslahi yao. Kwa hiyo wapinzani wa CCM wakapanga kupambana na CCM, na CCM wakafanya maslahi yao. Sio, umenipata vizuri? Kwa hiyo hakuna namna unaweza kupata kitu huru duniani. Tusidanganyane. Sasa hizi tuhuma za kidogo, labda uniambie unataka tuwe na uwakilishi wa vyama. Lakini tunaona kwamba wana viongozi wa tume ya uchaguzi hawatokani na vyama, na hata kama ndio kutokana na vyama, sheria inaelekeza akishakuwa kiongozi wa tume ya uchaguzi hata kuwa nini? Mwanachama wa chama cha siasa. Lakini huyu alikuwa CCM, sio dhambi mtu kama alikuwa CCM kuja kutoka mwanachama wa siasa. Wapo watu walikuwa CCM leo wapo Chadema na wanafanya kazi vizuri. Wapo watu walikuwa CCM, walikuwa Chadema leo wapo CCM na wanafanya kazi vizuri. Kwa hiyo mimi ninachokitaka kukisement, tume ya uchaguzi haiwezi kuburuzwa. Na nimesemaga na nasema leo tena, tume hii ya uchaguzi, sheria yake na muundo wake haujawahi kubadilika tangu mwaka 95. Hii tume ya uchaguzi anayolalamikia Jenerali Ulimwengu leo ndio tume ya uchaguzi ambayo mwaka 95 ililalamikiwa na ilimtangaza mgombea wa ubunge Mabele Malando, ili watangaza kina Lamwai. Ndio tume ya uchaguzi ambayo miaka 2000 watangaza kina Mbowe kama wabunge. Ikaja ikawatangaza kina Zito miaka 2005, ikaja ikawatangaza wakina wote unaoweza kuwataja, wakina Lokatale. Ni tume hiyo hiyo. Na Tanzania kuna taasisi mbili za changamoto sana, mahakama na tume ya uchaguzi. Mahakama anapotuhumiwa Mbowe, anapotuhumiwa mpinzani, wanajiondoa kwenye haki kwamba wao ni wananchi wanaweza kufanya makosa, wanajiingiza kwamba wao wanajipisha koti la vyama vyao, na wakiadhibiwa wanasema mahakama sio huru. Lakini wakienda wakashinda kesi, wakafanya nini? Wanasema mahakama imetenda haki. Sasa mahakama haiwezi kutenda haki tu ukishinda. Tume ya uchaguzi kadhalika haiwezi kuwa huru eti tume ya uchaguzi sio huru kwa sababu Mbowe kashindwa. Maana ukiwasikiliza hoja zao wanasema kwa nini nchi nzima upinzani umeshindwa? Kwani kuna jimbo Chadema baada kula sifuri? Lipo. Hawajapata kula sifuri, maana wapo watu walikwenda kuwapigia kura. Lakini demokrasia inasema ili ushinde, ili utangazwe kwa mshindi lazima upate kura nyingi. Jenerali amesema, ametoa tuhuma nzito sana kwa rais kwamba rais alishawahi kutamka hadharani kwamba hawezi kumteua kiongozi wa tume alafu akamteua kiongozi wa tume akamtangaza mpinzani. Kwamba akimtangaza anakupa gari, anakupa mshahara. Haya madai unayazungumzia. Kwanza nimesema mwanzo, unapopata mtu ndo mchambuzi, ni vyema ukachambua muktadha wa mchambuzi. Umjue mchambuzi huyo ni nani, anawaza nini, anatokea nini. Nimekwambia mwanzo hapa, Jenerali ni miongoni mwa failures. Yaani ameattempt kwa mfano miaka 2000 mpaka 2005 Jenerali alikuwa anaongoza taasisi kubwa sana ya Habari Corporation. Kwa sababu ni failure, akauza Habari Corporation mwaka 2008,
akachukua yote akaenda kulewea. Mlevi tu, pita bar, shinda bar kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Sasa akatoka hapo akaenda ila kidogo kilichobaki akaenda kuanzisha Raia Mwema Media. Sasa hivi ameiuza. Hivyo yani ni mtu ambaye hawezi mwenyewe tu hawezi Sasa wewe unasema kama unaweza ukachukua maneno ambayo huwezi kuthibitisha. Mimi nikuuliza wewe mwandishi ndugu yangu, mimi na wewe wana habari. Ni wapi na ni lini Rais Magufuli ametoa ile tamko kwamba wewe mkurugenzi wa tume ya uchaguzi nimekuteua mimi, ni usipotangaza CCM na kufukuza kazi. Niambie tu ni wapi na ni lini Rais Magufuli ametoa tamko? Kwa ushahidi. Kwa sema tu kwa sababu sisi waandishi tunafanya citation. Sasa hivi waziri mkuu anaonekana yupo Morogoro kwenye uzinduzi wasema tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 2020. Waziri mkuu Kassim Majaliwa alikwenda kuzindua uchepushaji wa maji. Niambie mimi tarehe fulani mwezi fulani Rais Magufuli akiwa eneo fulani ametangaza kwamba mkurugenzi wa uchaguzi au msimamizi wa uchaguzi aliyemteua akitangaza mgombea sio wa CCM hana kazi. Taja eneo. Mimi na wewe waandishi mpaka sisi ndo kazi yetu kulisha watu habari. Ushakusikia wapi? Sasa mtu mmoja anakwenda Twitter anaandika yeye mwenyewe. Anakwenda Instagram anaandika yeye mwenyewe uongo. Alafu anachukua ule uongo anausambaza kwa wananchi. Alafu na yeye mwenyewe anaandika anaanza kuuamini. Sio unaelewa vizuri. Yaani mtu mmoja anakwenda Twitter na Instagram anaandika uongo kwamba Rais Magufuli kasema ukitangazwa mpinzani huna kazi. Yeye anauandika Twitter. Alafu anausambaza ule uongo kwa Tanzania. Na yeye unamfikia na yeye anauamini. Huwezi kwa karne iliyofika kila kitu kina mwanzo na mwisho. Mtu kama ni miongoni mwa watu ambao zama zao zimefanyaje? Zimekwisha. Ziko zama ambazo wakubwa walikuwa wanatingishika. Sasa safari hii wakubwa kidogo wamegoma, wana reason. Huyu kasema hivi kwa nini? Sio? Sasa ukinionyesha mimi leo hiyo andiko au clip, maana kuna clip. Tumeona kwenye kampeni karibu kila clip ilitolewa. Kila clip ya Magufuli kuhusu Tetemeko Kagera, ya sijui Lissu akisema kitu. Clip zote zitolewa. Kwa nini wasitoe hiyo muhimu kabisa? Kwa wewe unadhani ni kwa nini mtu kama jenerali anafanya haya? Jenerali mimi wala si maneno. Jenerali ni na kikundi chake. Ipo yeye, ipo girlfriend wake Maria Sarungi na wengine. Wamekuwa wanufaika wa biashara ya habari mtandao vipindi vya kampeni. Nirudie. Jenerali na kikundi cha wenzake wapo wengi, wapo wao kina Sarungi, kina Zito, kina nani. Walikuwa ni wanufaika wa biashara ya habari za mtandaoni vipindi vya kampeni. Kwa mfano mwaka 2015 taasisi ya Compass ya Maria Sarungi, taasisi ya Change Tanzania ilijidai inafanya midahalo ya wagombea, inaandaa makongamano ya wagombea wakilipwa na mabeberu. Sasa mwaka huu brother, picha inaanza, serikali imegoma kuchukua hela za wafadhili kuendesha uchaguzi. Picha inaanza hapa. Kwa hiyo kama mwaka 2015 Maria Sarungi alitengeneza zaidi na kwa nini Maria Sarungi? Kwa sababu ni partner wa jenerali tangu zamani, partner kimahusiano na partner kigezo mambo kimahusiano, manake intimacy biashara. Sasa mimi nakwambia intimacy na hivyo kama walikuwa wanapata uchaguzi tu mmoja unatengeneza hela kutoka kwa mabeberu na taasisi nyingine za jita za advocacy zaidi ya $300,000 miezi miwili. Uchaguzi huu umepita, picha linaanza, fedha za uchaguzi za kuandaa uchaguzi, posho, ballot papers zinatokea ndani ya nchi. Picha linaanza, uchaguzi huu huruhusiwi kufanya hizo tunataka kufanya kama hujapata ruhusa ya mamlaka inayosimamia uchaguzi. Kwa hiyo Compass, sijui Change Tanzania, zote zipo nje. Watafurahia. Katika hatua kile kawaida. Watu ambao walikuwa kwa wao uchaguzi ni chanzo cha kutengeneza fedha, watafurahia? Hawezi kufurahia. Kwa hiyo ziko namna ambazo watu wanatoa maumivu yao, manunguniko yao, kero zao kutokana na kuminywa mianya yao kupitia kelele kwamba uchaguzi huu umebinywa, uchaguzi huu umebinywa. Brother, kama uchaguzi umebinywa, tena kama vile ulivyouliza swali kwenye chama kimoja vile, kama uchaguzi umebinywa,
anayebinywa ni mwanasiasa mpiga kura. Uchaguzi umebinywa. Kabinywa mwanasiasa au mpiga kura? Manake analalamika kuhusu uchaguzi, hatakiwi kuwa mwanasiasa, anatakiwa kuwa mpiga kura. Nionyesha wapiga kura ambao sio viongozi wa siasa walisimama kulalamika. Mimi na kwanza kuhakikisha unaweza kukuta jenerali mwenyewe siku kupiga kura alikuwa bana leo hajapiga kura, lakini atakuja atakwambia unajua tumeibiwa. Kwa hiyo ni uongo. Mimi naweza kukuthibitishia uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa uchaguzi wa kihisabati zaidi, uchaguzi wa hisabati. Yani unakwenda kwenye hisabati manake unakwenda kwenye uchaguzi ukiwa una matarajio unakwenda kupata nini. Brother, mpaka tunakwenda kwenye uchaguzi miezi 3 kabla, Chadema hawajui mgombea wao rais ni nani. ACT wanasubiri Membe ame CCM aje kugombea urais. Kafu hawajielewi yani. Unaenda kugombea na CCM ambao wana mgombea wao ana miaka 5 Ikulu. Unawashindaje katika akili ya kawaida? Hisabati tu ya kawaida. Unakwenda kwenye uchaguzi ambao Chadema bunge linakaribia kuisha, wabunge wa viti maalum achana na majimbo wanahama chama, wanatoka Chadema wanakwenda NCCR. Unashindwa kutoa suluhu chama, unasema hao wamenunuliwa, wameahidiwa sijui ubunge huko NCCR. Huwezi kushinda kwa sababu wananchi sio wajinga. Wananchi wanafuatilia mienendo ya vyama vya siasa. Anaona kabisa hiki chama mbunge huyu leo anahama, mimi ni mchague huyu mbunge huyu, alafu baadaye atahama. Sasa kama anaweza akahama akahamia CCM, kwa nini sidiki na CCM nyambo ipo? Mfano kwa mwaka huu Zitto ameenda Kigoma pale kuomba kula. Anasema mimi tulipanga sijui kulima michikichi, CCM imetukwamisha. Sisi tulipanga kutengeneza barabara, lakini serikali CCM imetukwamisha. Sisi tulipanga sijui kusomesha watoto, serikali CCM naomba mnichague tena. Sasa mtu mwenye akili sasa kama alipanga anasema kuna watu wamefanyaje? Wamekwamisha. Maana yake watu wana nguvu kuliko yeye, sivyo? Wewe unachagua mwenye nguvu au dhaifu? Zitto amekwenda Kigoma. Anasema msichague serikali CCM kwa sababu imetuchelewesha, tulitaka sisi kujenga bandari yetu. Lakini serikali CCM kwa sababu bandari ya Kigoma hii Ujiji, kwa sababu tupo ACT, serikali ya CCM anasema ili tuzuie tusipate bandari. Mwananchi anajua kumbe kwa sababu huyu sikakuwa CCM, alafu anaambiwa wameihamisha wamepeleka Mpanda. Mtu akiangalia kule Mpanda mbunge wa nini? CCM. Wewe unaopti nini? Kuna mtu anataka shida? Watu tunachagua maendeleo brother. Manake CCM ilikuwa tayari kuwanyima maendeleo wananchi wa Kigoma kwa sababu tu alichagua upinzani. Sio kazi ya CCM. Hii nataka ni phrase vizuri sana. Sio kazi ya CCM kuburudisha vyama vya upinzani, entertain. Sio kazi yake. Kazi ya CCM ni kushinda dola na kuhakikisha inaendelea kukaa kwenye nini? Kwenye dola. Kazi ya chama chochote cha siasa si kazi ya ACT kuwaburudisha CUF. Ndio maana mwaka 2015 Chadema ilishinda majimbo yote ya mkoa wa Kilimanjaro kasoro mawili. Ilifanya kazi yake sahihi. Si ndivyo? Yaani Ukawa walishinda yote, wakaacha haya. Walifanya kazi yao sahihi. Kazi ya chama cha siasa ni kuvishinda vyama vyote vilivyokuepo mbele yake. Sasa kwa hiyo nataka niambie CCM wakae bungeni pale sasa unajua tumsaidieni na Zitto wa ACT. Ili nini? Ndo kazi yake. Sio kazi. Maendeleo hana chama rais. Maendeleo yanatokana na chama. Yaani ili upate maendeleo lazima uwe na mwakilishi ambaye ana mahusiano na chama kila tutengeneza ya maendeleo. Kwa Tanzania baada ya mwaka 2015 jukumu la maendeleo lilikuwa linapangwa na Chama cha Mapinduzi. Cabinet ya Chama cha Mapinduzi. Mimi hata iweje panatokea njaa Tanzania, siwezi kwanza kuhakikisha familia yangu imeshiba. Yaani mimi siwezi sijui kuna njaa eti na kilo moja ya unga nianze kupeleka kwa jirani nisema unajua tutakufa. Hakuna hiyo hadithi. Kwa hiyo hakuna chama duniani kinachomfikiria mwenzake kwanza. Sio kazi ya chama cha siasa. Mwingine anasema Rais Magufuli kasema mpaka mwaka 2020 kutakuwa na upinzani. Sio kosa. Ni kazi ya Magufuli kama mwenyekiti wa CCM kuhakikisha nchi nzima inakuwa CCM. Ndio kazi yake ya kwanza. Yaani kazi ya kwanza ya kiongozi wa chama cha siasa kuhakikisha anaungwa mkono na wananchi wengi.
Lakini hilo si shida, lakini watu wanatazama ni njia gani ambazo Rais Magufuli anatumia kuhakikisha kwamba vyama vya upinzani vinaondoka. Je, ni njia za kidemokrasia au ni njia za kuumiza vyama vingine vya upinzani? Kwa mfano, vyama vya siasa vimezuiliwa kufanya siasa miaka yote mitano ya kwanza Magufuli. Maana yake hapo unavilazimisha vyama vya upinzani kufa kwa sababu tu wewe una mamlaka ya kuwa rais. Mimi siamini kwamba vyama vya siasa vimezuiliwa kufanya kama siasa. Unajua, ni bahati mbaya tu kwa Tanzania, mimi na wewe tumekaa hapa unanioji. Kesho kutwa mimi nitaona ni haki yangu kuhojiwa na wewe. Ni haki na wewe. Usiponihoji ndasema unanionea. Mbona unanihoji zamani? Ndio kinachotokea hapa Tanzania. Vyama vya siasa vimepewa platform zake za kufanya siasa. Mimi Mchange ni mkurugenzi mkuu wa gazeti linaloitwa Jamvi la Habari. Sawa? Mimi nikifika Mtwara, watu wote wa Jamvi la Habari wanakuwa chini yangu mimi. Nikiondoka, wanakuwa na mtu mkubwa pale wa Jamvi la Habari. Nikienda Mbeya, Kigoma, popote, watu wote wa Jamvi la Habari wanakuwa chini yangu. Mimi sio mkurugenzi wa magazeti yote. Sio mbona vizuri? Umeelewa? Kwamba Zitto ni kiongozi wa kitaifa wa ACT Wazalendo. Mbowe ni kiongozi wa kitaifa wa Chadema. Magufuli ukiuondoa urais ni mwenyekiti wa taifa wa CCM, sio mwenyekiti wa taifa wa vyama vyote. Magufuli hawezi kwenda Mbeya kwa sababu mwenyekiti wa taifa wa CCM akatangaza mkutano kwa hutubia wananchi wote wa Mbeya kuhusu siasa. Ndio principle hiyo ilikuwa haitekelezwe. Na iko hivyo. Sio umepata? Kwa hiyo Zitto, Mbowe, Lipumba, Maalim Seif na wengine wana haki ya kwenda kwenye platform zao. Kwa mimi nikifika Mwanza, siwezi kwenda kwenye ofisi ya Mwananchi nikaanza kuwapa maelekezo. Nitakwenda kwenye ofisi ya Jamvi la Habari, nitawaambia kuna A, B, C, D, ndio mfumo wetu tunaenda nao sasa hivi. Sasa wao jamaa walizoea kwa sababu wewe mbunge kiongozi wa kitaifa. Nani nikwambia mbunge kiongozi wa kitaifa anaruhusiwa kwenda kila sehemu? Mbunge ni mwakilishi wa wananchi wa eneo husika. Sawa? Ana haki za eneo husika. Ana jamii anayowakilisha eneo husika. Zitto kwa mfano alikuwa ni mwakilishi wa Kigoma mjini. Kwa alikuwa na wajibu na watu wa Kigoma mjini. Lakini akitaka kwenda Mtwara atakwenda kwenye chama chake. ACT kama wana ukumbi watakutana ACT watazungumza. Kwa pamoja watakubaliana. Sasa uweze tu kutoka ukafika kwa sababu tu tulizoea huko nyuma tulikuwa tunafanya, haikuwa kesi, haikuwa sheria. Sio kama nimekujibu vizuri. Kwa hakuna sehemu ambapo serikali imezuia watu kufanya siasa. Haikuwepo. Fanya siasa kwenye premises zako. Fanya siasa kwenye maeneo ya utawala wako. Ndio maana leo Simba hawezi kutoka Msimbazi wakaenda Jangwani kufanya mambo yao. Watakwenda kwenye maeneo yao. Ndivyo ilikuwa. Na ndio jibu jepesi kwenye hilo.